salama na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kesho tuna majira saa 1 tutakuwa na mchezo na Simba katika kiwanja chetu cha nyumbani. Bila shaka niseme tumejipanga vizuri katika mchezo huu na wasioni kama kuna tatizo lolote. Wachezaji wako vizuri, wako hali nzuri, tumerudi Dodoma tukiwa wazima. Basi mimi na imani kesho tumesawazisha makosa yetu. Kesho mchezo utakuwa mzuri. Tunafahamu Simba ni timu bora, timu ambayo ina wachezaji bora, lakini tutaendelea kutengia uwanjani kwa kuheshimu, lakini na sisi watu heshimu pamoja na udogo wetu. Tumejipanga. Kiufupi niseme tumejipanga na sisi tuna umuhimu wa alama 3. Alama ambazo kama mnavyoona tu bado tuko chini. Alama hizo kwetu ni muhimu sana. Na kama ni muhimu maana lazima tuwajibike. Sasa wachezaji wetu wakawajibike, watumie wajibu wao kuhakikisha timu inapigana hadi dakika mwisho tuone tunapata alama 3. Ni mchezo ambao utakuwa ufundi zaidi. Nina imani Simba wanarudi katika mashindano, wako vizuri kifiziko, wako vizuri kitactic, na sisi tumejiandaa kwa hayo. Tuna imani timu yetu iko vizuri katika maeneo mengi, pamoja na kupoteza mchezo wa juzi Dodoma kwa bahati mbaya, lakini tumeweza kusawazisha jana katika kiwanja chetu cha mazoezi. Na imani vijana wako vizuri na wameasikiliza maelekezo. Kesho wataenda kuwajibika katika hali na mali kuhakikisha kwa tunapata alama hizo muhimu kwetu. Shukrani sana mwalimu. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Mwalimu, upo chini kwenye msimamo wa ligi. Kuna pressure bwana unajua na Simba ukiwa na hali hiyo. Lakini nafasi uliopo inakuumiza kama mwalimu. Kwanza tujue kwa kesho tunacheza mchezo mkubwa katika nchi yetu. Tuna mchezo mkubwa baina ya Simba na KMC. Lakini mimi niseme pressure ambayo tulikuwa nayo ni kubwa, bado tuko hali ya chini. Lakini timu bado imeimarika, kila siku inaimarika. Na imani kikubwa zaidi ni kwa timu kukosa matokeo, maana yake pressure isikoondoka. Kwa hiyo na imani kama tutapata matokeo kwa mfululizo, bila shaka pressure itaondoka. Na kesho zote tunaingia kwa kutuliza hiyo pressure washabiki, kutuliza pressure klabu yetu pamoja na vijana wangu. Na imani kuwa pressure itatulia kwa mujibu wa matokeo yatakayopatikana. Unaumia kwa nafasi hii? Ni kweli, hakuna asomia. Hakuna asomia. Ikiwa unaumia basi mimi nitaumia zaidi kama mwalimu. Swali lingine? Katika mchezo wako wa mwisho dhidi ya Jiji ilionekana wakati wa kuanzisha mchezo kama nilivyokuambia ilikuwa zaidi mimi kwa maana beti. Kipindi cha kwanza kiasi ambacho ulipiga mashauri, baadaye kipindi cha pili ukabadilika kuwa wakati cha baadaye unabadilika na ulipata wima ukafanikiwa kupiga mashuti 8. Wakati unaanza mashambulizi yako ulianzisha mkimbio na kupoteza mpira. Hii tumefanyia kazi kiasi gani hapa kwa kifupi wajibu wetu tunapokuwa na timu tunafundisha, manake kuna makosa tuyaone tuje tuyatetue katika kiwanja cha mazoezi. Tumeshafanya mazoezi ya aina hiyo ambayo kikubwa zaidi ni kuwa wachezaji wawe makini. Kupoteza pasi ni kupoteza umakini. Kwa hivyo umakini nadhani tumeshaweka sawa. Bila shaka tunacheza na timu kubwa, kwa hivyo nadhani timu ambayo ukifanya makosa inaweza kukuhukumu. Naona hakitotokezea kiasilimia hizo ambazo umeziona. Kiasi fulani naona watakuwa vijana wako sawa. Kuona sasa kama kuna nafasi wanaipata wao waitumie, lakini vile vile wawe makini katika kupoteza nafasi ambazo zinaweza kuhukumisha katika makosa ambayo tutawafanya. Swali la mwisho kwa mwalimu. Mwalimu, kama mchezo mwingine ambayo walau kupata alama. Mchezo mtatu ulifanyika tayari walau kuna alama kwa alama za kucheza. Ndio ilikuwa ni mbaya. Kwanza nikuweke sawa mwandishi, mchezo mmoja ndio tuko nyumbani ambao ni mchezo wa Mashujaa. Mchezo wote tulikuwa ugenini, na mchezo wa Simba kwa kesho tutakuwa nyumbani. Mimi na imani kuwa nyumbani ni nyumbani. Kwa kila mmoja atakuiona KMC ambayo imeanza katika mapumziko katika mechi hizi 5 tunafanyaje. Kwa hivyo katika mchezo mwingine ni huu wa Simba. Kwa nini tutafanya? Ni bila shaka kwa tumeshaandaa katika eneo letu ambalo sasa kwa mwalimu tumeshafanya kazi zetu, sasa na wachezaji nao wakawajibike kuona yale yote ambayo tumwambia basi wakafanye kazi. Bila shaka mimi na imani kwa wachezaji wangu hali iliyo sasa hivi wanaendelea kupambana hadi mwisho kuona KMC wanakuja chini kuja. Rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila mchezaji na tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Kwa dhahiri mwalimu jinsi anavyotufundisha, kila mtu akilifanyia kazi ile ambayo amefundishwa kwa asilimia alau hata 90 tunaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho.
Darweshi, kwenu nyinyi KMC, yani wachezaji, mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo aina gani? Mchezo wa kesho ni mchezo mgumu kwa sababu tunaenda kucheza na timu kubwa, lakini siku zote mchezaji huwezi kuwa mkubwa kama hujacheza na timu kubwa, hujacheza na mechi kubwa. Kwa hiyo kila mtu amejiandaa kisaikolojia kuweza kupambana katika mchezo wa kesho na kuweza kupata matokeo ya alama 3. Shukrani sana. Nakaribisha maswali kwa Darweshi. Darwesh, katika mchezo ambayo mcheza KMC magoli 5 kufunga na wewe umefunga magoli 5 kati ya hayo magoli 5. Wewe unafanya kitu gani hasa kwa wenzako ili nao waweze kufanya kama ambavyo unafanya ili kuongeza idadi ya magoli kabisa? Kwa sababu ni idadi ndogo sana na wengi magoli 5. Mwalimu yeye aliingia alituambia kwa vipi tuweze kupambana na tuweze kufunga magoli mengi. Kwa hiyo kila mmoja ameonyesha nia hiyo na atakapopata nafasi ataweza kufunga magoli zaidi. Swali lingine? Darweshi, sasa zungumza na mashabiki wa KMC ukiwaleka uwanjani. Kwanza niwaombe waje kwa wingi katika mchezo wa kesho kwa sababu tumecheza mechi nyingi. Alikadhalika tulikuwa mechi moja nyumbani ambapo nyumbani kwenyewe tulienda kuchezea Ruangwa, lakini kwa sasa hivi kutokana na benchi la ufundi ni jipya na the way tunavyorudi ndio nyumbani katika mechi ya kwanza. Mimi na imani waje kwa wingi waweze kutusupport ili tuweze kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Shukrani sana. Na hao walikuwa ni KMC